Iliwahi kutokea miaka zamani, alikuwa mtu mmoja maarufu sana, jina lake alikuwa anaitwa Yesu. Watu walimpa majina mengi, lakini sisi tunamuita Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Alitabiri siku za mwisho jinsi itakavyokuwa. Alieleza ni pamoja na watu kufufuka na kuvishwa mavazi mapya. Lakini pia alisema unabii mwingi sana, na katika yote aliyazungumza kwa sasa 95% yamekwisha timia. Ni machache tu bado yamebakia. Hana budi kutimia mapema, na huu utakuwa ni mwisho wa dunia. Siku hiyo itakuwaje? Kama ambavyo Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 24, malaika watasimama katika pande 4 za dunia wakipiga tarumbeta na kuwakusanya watakatifu wote, wale ambao waliishi katika maisha ya matakatifu wakimwamini Kristo. Lakini wakati ule ataonekana mwana wa Adamu, Kristo Yesu akishuka. Baada ya kusanya matukio duniani kote, na alileta kwetu, nasi tunaileta kwako kama ilivyoandikwa. Taarifa hizi hazikutofautiana kabisa na taarifa za kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 24 na kuendelea, lakini pamoja na vitabu vingine kama vile Ufunuo, Ezekieli na vitabu vingine kibao, kwamba kulisikika tarumbeta zikilia katika kona zote za dunia, na walikuwa wakipiga tarumbeta walikuwa ni malaika wenye nguvu sana, na mbingu ikafunguka katikati. Alishuka mtu alipanda mwanafarasi mweupe, na mtu huyu alikuwa amevaa vazi la utukufu lenye rangi nyeupe na nyekundu, lakini pia kichwani mwake alikuwa amevaa taji la utukufu. Na huyu ndiye aliyetabiriwa na alisema nitarudi. Nani? Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amekuja kwa ajili ya kuwachukua teule, na wale watu walikuwa sehemu zingine duniani, basi walikuwa wakikusanywa pamoja tayari kwa ajili ya safari ya unyakuo. Huku ni India pia, nao waliona kama vile tulivyoona kule Kigamboni. Huyu alikuwa zake mchana anasoma kitabu, anashangaa ghafla kitu cha ajabu kinapita mbele ya macho yake. Ni ajabu, ni mshangao. Alikuwa si mwingine bali ni simba wa kabila la Yuda, mwite Kristo Yesu. Aliondoka kama mwanakondoo, lakini sasa anakuja kama simba kwa ajili ya hukumu na jopo kubwa la malaika. Kama ilivyoandikwa na ndivyo itakavyotimia. Siku za mwisho ndo hizi. Biblia inasema wafu walikufa katika Bwana walipumzika tu, na siku hiyo makaburi yatafumuka, na watu waliopumzika makaburini waliozikwa katika Kristo Yesu, wale watu watafufuliwa na kuvikwa mavazi mapya. Kitabu cha Ezekiel 37 inaelezea kwa kina jinsi ambavyo Ezekiel alishuhudia mifupa mikavu ikitiwa nyama. Ndivyo itakavyokuwa siku hiyo. Wale watu watakusanywa kwa pamoja na watapaa kwenda mbinguni kwa ajili ya hukumu ya watakatifu na harusi ya mwanakondoo, na hii itachukua takriban miaka 7. Hii ni hadithi kwenye kitabu cha Ufunuo, jinsi ambavyo siku za mwisho itakavyokuwa, ama siku ile ya mwisho itakuwaje. Hukumu ya watakatifu na harusi ya mwanakondoo itakuwa miaka 3 hukumu ya watakatifu na miaka 3 harusi ya mwanakondoo. Lakini wakati ule duniani sasa ndio kipindi cha utawala wa mpinga Kristo. Watu wataishi kwa chapa ya namba 666. Hutauza wala hautanunua
usipokuwa na alama ya 66 kwenye paji la uso ama katika eneo la mkono wako wa kushoto. Hichi ndicho kipindi ambacho Biblia inasema mwanadamu atajikomboa kwa damu yake mwenyewe. Je, unampenda Kristo? Unachinjwa. Sasa hivi tunaobembelezea, lakini siku ile utaulizwa unampenda Kristo. Ukisema ndio, unakatwa mguu kwanza. Unampenda Kristo, ndio, unakatwa kidole. Mpaka umalizwe. Utajikomboa kwa damu yako mwenyewe. Lakini wale waliompokea Yesu mapema kabla Yesu hajaja, manake hao watakuwa mbinguni katika hukumu ya watakatifu pamoja na harusi ya mwanakondoo. Hukumu ya watakatifu manake, na wale watakatifu pia nao wana hukumu yao kulingana na kazi walizozifanya wakiwa duniani. Basi itakuwa hivi rafiki yangu, majengo yatalipuka, yatasambaratika, watu wataishi kwa tabu, njaa, kiu na tabu nyingi, dhiki kuu itatawala. Hali itakuwa ni ya kutisha mno. I say, usiombe siku hiyo ifike. Biblia inasema zile siku zisingefupishwa, hakuna hata mmoja angesalia. Hapa ndipo wale ambao walikuwa na waliokoka nusu nusu watakaoingia kwenye kipengele cha kujiokoa wenyewe. Wale wazembe wakuja kanisani, wakuja kwenye vipindi, hapa ndo mahali pao. Dunia itapitia kipengele kigumu sana. Biblia inasema baada ya miaka 7 kupita, kwenye kitabu cha Ufunuo 20 sura ya 2 tutasoma kama ilivyoandikwa. Anasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na nyororo kubwa mkononi mwake. Akamshika ule joka wa zamani ambaye Ibilisi Shetani, akamfunga miaka 1000. Kwa baada ya miaka 7 ya hukumu ya watakatifu pamoja na sikukuu ama harusi ya mwanakondoo, tutarudi tena duniani. Wale waliopaa kwa mara ya kwanza watatawala miaka 1000 pasipo kufa na Kristo, na huu ndio mji wa kutawala. Wakati ule Shetani atakuwa amefungwa asiwajaribu watu tena kwa miaka 1000 kuzimu. Yani atakuwa kuzimu kwa miaka 1000. Hicho ndio kipindi ambacho hakutakuona kiu ya zinaa, hakutakuona kiu ya pombe, hakutakuona hali ya kuuana. Yani dunia itakuwa safi, temptation zote zitakwisha. Dhambi itakuwa imekoma, maana anayesababisha dhambi ni Shetani, na atakuwa amefungwa kwa mujibu wa Biblia miaka 1000. Sikulazimishi kuamini, lakini saa inakuja utahakikisha haya na kuambia, na utaisikia sauti ikija tena kwako kwamba uliwahi kusikia habari hizi. Katika kipindi cha miaka 1000 kutokuwa na raha za kila namna, na hili ni mojawapo wa jengo lenye mlango wa goldi, na ndani tutakuwa tukimsifu Mungu. Unajua, kama hakuna dhambi, hakuna shida yoyote, hakuna shida yoyote, hakuna kufanya kazi, hakuna taabu yoyote, unafikiri moyo wa mwanadamu huwa unaelekea wapi? Huwa unaelekea katika kumtukuza Mungu na kumsifu. Ndio maana Shetani anakuletea matatizo mengi kila siku ili usipate muda wa kutulia. Anajua siku ukipata muda wa kutulia utamkumbuka Muumba aliyekuumba. Hakuna mtu mbaya wala hakuna mtu wa Shetani. Hakuna mtu mbaya wala hakuna mtu wa kuzimu. Kuzimu ni mipango na mikakati ya Shetani kwa ajili ya wanadamu. Tazama tutakavyokuwa mbele za Mungu tukimtukuza, na kiti cha enzi Kristo ule pale, ni kusifu, ni kuomba, ni kushangilia, nyimbo mpya kila siku, vinanda, tarumbeta, ngoma zote zitapigwa. Hakika ni raha kwa miaka 1000. Hii ni kwa wale watakatifu ambao wameshinda mambo yote duniani. Lakini Biblia inasema baada ya miaka 1000 kupita, Shetani atafunguliwa tena kwa mara nyingine, na huku ni katika kuelekea kwenye mauti ya pili. Tazama, lango la kuzimu linafunguka namna hii. Unajua kuzimu iko chini siku zote. Kama ujui, kuna malango mengi hapa ya kuzimu na huwezi kuiona kwa macho. Wenye macho ya rohoni ndio wanayaona malango. Lango mojawapo ni hili hapa, linafunguka, na Shetani anayejaribu watu anafunguliwa tena. Maanake kufunguliwa na Shetani, kufunguliwa kwa Shetani manake wale wote waliomuunga mkono mpinga Kristo, waliomkana Kristo pamoja na Shetani, wote wataanza tena kuishi, lakini ni kwa muda mfupi sana. Baadaye kitaonekana kiti cha enzi mbinguni, na hii ndio hukumu ya mwisho, na itakuwa ni mauti ya pili.
Kutakuwa na vitabu vingi sana vimeandika makosa na majina ya waovu waliotenda dhambi duniani, na mamilioni na matirioni ya watu watazunguka sasa na Ufunuo 20 mstari wa 11 mpaka 12. Katikati kutakuwa na kiti cha hukumu. Tarumbeta italia, rafiki yangu. Na sasa hapa ndo kwenye kutisha kama nini. Wote waliomkana Kristo, watakatifu kwa ujumla, yani dunia yote, mwanzo walitengwa tu, lakini sasa wanakusanywa wote kwa pamoja. Na hii ndo hukumu sasa ya pili. Ya kwanza ni hukumu ya watakatifu. Hapo hapo inaambatana na harusi ya mwanakondoo. Ya pili ni hukumu ya wote wenye dhambi na wote kwa jumla, kila mtu kwa makosa yake. Atasimama malaika mkuu na upanga mkononi, na yoyote ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima, likitajwa na video ya matukio aliyofanya, utaona. Huyu hapa alimuua mwanamke kwa kumchoma moto. Adhabu yake ni hii hapa. Yani yote ulioyafanya na tulioyafanya yataonekana live kama video, kama unavyoona movie hapo. Huyu alipenda rushwa akasahau kutoa misaada kwa watu. Hukumu yake ni jehanamu ya moto. Hapo Yesu hana huruma. Hapo sio Yesu kutemewa mate. Huyu ni Yesu mwingine kabisa. Anakuja kama simba. Huyu ni mbakaji, na sura yake ilivyokuwa ngumu ilikuwa shida, kabidi atumie mwendo kubaka, naye adhabu yake ni moto wa milele. Mama huyu anasomewa hukumu. Alikuwa akisaliti ndoa yake mara nyingi na hakupata muda wa kutubu, naye jehanamu ya moto ilikuwa inamsubiri. Huyu alikuwa anatoa rushwa hospitali, wagonjwa wengine wanakufa, anataka kuokoa familia yake, yeye na daktari wake. Daktari huyu adhabu yake ni kuzimu ya moto. Huyu alikuwa ni mwabudu sanamu. Hawa walikuwa kiabudu sanamu, wakiabudu miungu, wakisujudia vitu visivyofaa. Wote kwa ujumla walikusanywa kama takataka. Tazama watu hao ni wengi. Hao ni watu sio takataka. Wakatupwa katika jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto. Huku moto ni unawaka usiku na mchana. Unaungua mpaka unaisha. Ukishaisha unarudia tena kuwa kawaida. Unaanza tena kuungua siku zote. Yani miaka yote, miaka isiyokuwa na mwisho. Yani maumivu yasiyokuwa na mwisho. Endless pain. Funza hao wanakutafuna ukiwa hai, wanaingia paka puani, machoni. Lakini wale wanaandikwa kwenye kitabu cha gold, yani kitabu cha uzima, na wao matendo yao yatakuwa yakisemwa kama hivi. Majina yao yatakuwa yameandikwa. Je, huyu alifanya nini? Kuishipo duniani ni kipengele cha kutenda mema. Huyu alikuwa ni mtenda mema. Walipovunjika moyo watu waliwafariji. Huyu alikuwa ni mhubiri wa Injili. Alitia watu moyo. Alivishwa vazi jeupe na malaika anakuja kumchukua, anampandisha juu, kumchanganya na wengine. Na huyu je? Pamoja na kazi yake ngumu, lakini alikuwa muombaji na alijitoa kwa muda mwingi akilia kanisani. Naye alivikwa vazi jeupe na malaika alimchukua na kuondoka naye. Huyu hapa alikuwa akiwasaidia wale walemavu wa barabarani na kuwatia moyo. Naye alivikwa vazi jeupe, naye atakwenda kuishi na Kristo milele. Lakini huyu hapa alikuwa ni mhubiri wa Injili, na dada mmoja aliposikia habari za Injili
alitubu. Alipokwenda kanisani alilia, Kristo akamsamehe. Kwa kutii na kusikiliza neno la Kristo, naye alivikwa vazi jeupe. Kwa kutii tu, naye alipata fursa kwenda mbinguni. Huyu alipigwa kwa ajili ya Injili, alichekwa, watu walimsodoa na kumwona anachokifanya hakina maana, kwa sababu wanadamu wanataka kuona maana unaiona wao, lakini kuna maana ya siri iliyojificha kwenye macho yako. Naye alichukuliwa namna hii, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നിത്യ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട wote waliochaguliwa na kuvikwa mavazi meupe watachukuliwa na kwenda kupandishwa angani, na hapa watakutana jopo kubwa la malaika, na kuanzia hapa ni uzima wa milele. Nikisema uzima wa milele manake hakuna kufa, ni raha siku zote. Katika kitabu cha Ufunuo 20, and they shall be his people, himself shall be. Kitabu cha Ufunuo 20:1 nasema, nikaona mji mpya ukishuka kutoka mbinguni. And God shall wipe away. Ulikuwa ni mji mpya, na huu ndio mji wa watakatifu. Ngoja uone huo mji. No more death, neither sorrow. Nataka nikwambie, shetani siku zote hapendi uzuri wako. Na shetani sio mjinga. Kila unachokiona kuzuri kwa macho ni kibaya. Katika sura ya 2, usipende vinavyopendeza kwa macho, penda visivyopendeza kwa macho, maana huko ndiko siri kubwa zimefichika. So kila kinachopendeza kwa macho ndicho chema? Hapana. Kisichopendeza kwa macho, hicho ndicho chema. Maana shetani ana tabia kuficha vizuri ili ukimbilie anaficha vizuri, anavifanya vibaya ili ukimbilie vizuri. Ukimbilia vizuri, umeingia kwenye mtego wake. Biblia inazungumza kuhusu habari ya mji mpya. Ulikuwa na mageti 12, sasa na majina ya watoto wa Yakobo, 12 foundations, ambaye ndio Israeli mwenyewe. of the apostles, Kina Benjamin, kina Yusufu, kina Andrea, kina Filipo na wengine kibao. Lakini pia kutakuwa na majina ya wanafunzi 12 wa Kristo, and the 12 na huu ndio mji ni goldi tupu, respectively. Bwana usikose. One pearl, Basi huko ndani lango lake limezungukwa na aina ya madini ya kila namna. and the street Mengine uje kuna tazama hiyo sakafu, hayo madini hujapata kuona. Alafu kushoto kulia pande zote ni goldi tupu, pure goldi, sparkling like crystal, na katikati from kuna mti huu safi kabisa, and flowing down the middle of the city's street. ambao mti huu unaitwa mti wa uzima, una matunda ya uzima. Huu ndio ule mti ambao ulikuwa katika bustani ya Edeni. Once each month, and its leaves are for the healing of the nation. Na katika juu ya jengo kumeandikwa Jerusalem mpya. Sasa hii ndio Jerusalem mpya, ina nguzo 12, The city had na hizi ndizo nyumba za watakatifu. Hakuna bati, hakuna msauzi, ni goldi tupu, nyumba za goldi. Mitaa inapitika vizuri, and its hakuna kuwahi maeneo ya barabarani eti sijui nitauza maembe sijui. Popote utakapokaa maisha ni smart, hakuna shida. will walk in the Hichi ndicho kitu ambacho shetani hataki ukijue. Ndio maana amezidisha kiu ya dhambi ndani yako. Ndio maana pia amezidisha nothing kazi nyingi ili usahau kumtafuta Mungu, kwa sababu yeye tayari alikwisha laaniwa zamani, like wala hana msamaha, ila anataka yule mwenye nafasi ya kusamehewa asisamehewe ili ahukumiwe pamoja naye. Biblia inasema huo mji hauna jua, the throne, bali mwana kondoo ndio taa. Hakuna jasho, hakuna IC, hakuna feni. Kule ni kula raha tu. face. Usikose ndugu yangu. Jambo hili litakaribia hivi karibuni, mapema sana. I am Unabii umeshatimia kwa asilimia 96-97 inaelekea. Matetemeko yameshapita, according nchi zimeshapigana, wafalme wameshapigana wafalme wengine, the first and upendo umeshapungua duniani, na vitu vingine vingi vimekwisha tokea. we are Jambo moja lilobaki ni hili tu, and so have the right to eat kuja kwa Kristo Yesu. life.
kuchukua teule, and to go alafu mpinga Kristo aingie duniani. Tayari tumeshaona kwenye television na mambo mengine mengi kwenye magazeti. Ushoga sasa na kitabu cha Waebrania 9:27. Sikiliza. Najua siku moja utakufa, penda usipende, hii lazima. Najua hata nikisema hivi bado hutajali. Je, utakuwa kipuuza maneno ya Mungu mpaka lini? Ila mimi nataka nikuulize swali moja tu. Je, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima? Na kama sivyo, unasubiri nini? Uko tayari kufa kwa ajili ya dhambi? Utakuwa na ujasiri wa kusema mbele za Mungu siku hiyo? Kama huna, nafasi ndio hii. Shetani kahukumiwa milele moto, lakini wewe umeahidiwa uzima milele. Ukiamua kumsindikiza shetani ni wewe, ukiamua kwenda na Yesu ni wewe.